sana ndugu zangu. By the way, mzazi, chukua hii itakusaidia, andika, itakusaidia baadaye. Unatakiwa kulea, sio kutunza. Si ndio bwana? Yes. Bwana, kuna wazazi wanalea au wanatunza? Tujuze pia kwenye comment hapo. Wewe unalea mtoto wako au unatunza? Sawa. Katika gazeti la Dira linazungumza hapa, Wasira, hakuna uhuru wa kutukana. Hakuna uhuru wa kutukana. Lakini pia gazeti habari hii imeandikwa pia na gazeti moja hapa na litafuta la Uhuru, pia wameandika lugha chafu mitandaoni, lugha chafu mitandao ya kijamii za mkera Wasira. Sasa kuna lugha ambazo ni chafu. Naangalia hapa gazeti jingine, Taifa Tanzania, hapa nilitafuta Taifa Tanzania pia na lenyewe limegusa na kuzungumza habari hiyo. Taifa Tanzania wameandika hapa, wameandika matusi katika mitandao ya kijamii ya mkera Wasira. Ndio kumekuwa na watu wanatoa lugha za matusi kwenye mitandao ya kijamii wakifikiri ndio uhuru wenyewe. Hebu tuangalie kwa undani zaidi uhuru unaozungumzwa hapa wa kutoa maoni, wa kutoa views zako, kwa maana ya kutetea hoja zako, ni upi na wananchi wanautumiaje, na kwa nini sasa kumekuwa na wimbi kubwa la wananchi wengi sasa hivi au vijana wengi kutoa lugha za matusi huko mitandaoni? Kwako Victor Simon, tuanze hapo. Tukisema wengi sana lazima tuwe na tafiti za kutosha. Kwa mfano, mimi sina tafiti za kuthibitisha. Unaona kuleta ile mambo ya shule wingi unaanzia 2. Wanaenda mambo ya shule wingi unaanzia 2. Kwa sababu ukiona imekuwa hivi maana yake ni tatizo. Ukiona imekuwa hivi ni tatizo. Na nyinyi mtakuwa mashahidi, mkitembea kurasa nyingi tu mtakutana na lugha za matusi nyingi sana. Unajua ukizungumzia hichi ni kizazi ambacho ni Gen Z, au si? Kama ni Gen Z, manake unazungumzia kizazi ambacho kimekutana na kasi kubwa ya ukuaji wa sayansi na teknolojia. Sasa hivi tunazungumzia matumizi makubwa ya internet, matumizi kama AI na yanazidi kushika kasi zaidi. Kwa hiyo hata sisi tunapokuwa tunazungumza, mitazamo yetu inapaswa kubadilika. Ni namna gani pia serikali za nchi hususani katika bara la Afrika linakwenda kujidhatiti katika masuala ya matumizi ya internet, ulinzi wa mitandao na ulinzi wa mitandao. Tumekuwa zinatungwa sheria kali, hata Tanzania tunayo hiyo cyber crime. Nimeona Kenya kuna mjadala mkubwa kulingana na kile kinachotokea sana Kenya. Kumekuwa na mjadala namna Kenya inatakiwa kutunga pia sheria kali ya cyber crime. Msumela vizuri ya matumizi ya mtandao kwa ujumla. Kumekuwa kuna mjadala. Sasa wengi wamekuwa wanaitafsiri kwamba hizi sheria pia zimekuwa zinakandamiza ule uhuru wa utoaji wa maoni. Lakini namna gani tunachora mstari mwembamba kutenganisha uhuru wa maoni, umeelewa, na maoni yako kuingilia uhuru wa mwingine, uhuru wa mtu mwingine. Umeelewa vizuri? Yes. Yaani maoni yako unaweza kuwa una uhuru mzuri na maoni yako athiri uhuru wa mwingine. Yes. Lazima kuwa kuna mnyororo ambao unatenganisha hapo, ama mstari mwembamba. Sasa kulingana na ukuaji, kwa sababu kizungumzia ile mitandao ya kijamii ni kuanzia miaka 2000 hapa. Wakati na tulikuwa bado niko Mwanza, miaka hiyo ya nyuma tulikuwa tunaingia zaidi kwenye, tunaenda majukwaa kama Wanabidii na nini, unaenda kukaa kwenye internet cafe zile kwa ajili kupata hivyo vitu, sio? Lakini hii mitandao kama Facebook, Instagram, Twitter imeanzia miaka 2004 kupanda juu, sawa? Sasa kulikuwa unaenda utoaji maoni imebadilika zaidi katika dunia ya kisasa hivi. Utandawazi. Serikali nyingi zinapata shida. Katika mazingira hayo, naangalia kwa wenzetu barani Ulaya. Kwanza kuna namna ambavyo vijana wengi wameelimishwa. Hata nchi kama Amerika, wazazi namna kuweza kuhakikisha watoto wanavyotumia hizi simu imekuwa ni sehemu ambayo ni elimu inaanzia katika ngazi ya mashule. Sisi ukiangalia sasa hivi, kwa mfano tunazungumzia eneo la coding, Rwanda wanafundisha coding. Tanzania ndio tunaanza kunyanyuka katika hayo mazingira. Kwa tuanze kukua na sisi, yani sera zetu za elimu, mitaala yetu ibadilike kulingana na hao vijana. Kabla ya kufikiria hayo matusi na namna gani ya kuangalia, lazima tufikiri kwamba watu tunaelimisha namna gani katika matumizi sahihi. Jambo la pili, vyombo vya habari. Sisi ndio watu ambao mara kadhaa wanasema tuna shape opinion ya watu, au sio? Lakini pia tuna set agenda. Dhima kubwa ya chombo cha habari pia ni kuseti agenda. Tunapaswa kuseti agenda ambazo zitakuwa muhimu zaidi katika matumizi ya mitandao, kuencourage vijana kutumia mitandao katika maeneo ambayo yatakwenda kuwanufaisha. DK, yes. Wewe unatumiaje kwa matumizi ya mitandao? Kwa mfano, sasa hivi unaweza kutumia AI ikakuingizia kipato vizuri kabisa. Vijana wangapi wanajua kwamba mimi naweza nikakaa nikatumia matumizi mazuri ya internet? Sasa hivi kuna mambo ya kifedha kupitia blockchain. Vijana wangapi ambao wanaelimishwa katika mambo ya blockchain, maana sarafu hizi za kidigitali, wanaelimishwa kwa namna gani? Kwa hiyo vitu vyombo vya habari tunafanya, lakini tunatakiwa kualika wataalamu waweze kutoa huo uwanda mpana. Tunazungumzia matusi katika eneo dogo.
ambao je hii haya matusi kuna dhibiti, kuna serikali zinaweza kwenda kubinya DNS, kwa maana ukibinya DNS maana yake mtandao huwezi kufunguka, sawa? Bado ukifanya vile serikali inapoteza kiasi gani cha mapato ambayo yanaweza kurani kupitia matumizi ya mitandao. Ni vizuri. Kwa hiyo sio tu kwanza kubinya, ni namna tunapaswa kuelimisha watu kabla ya kutumia ubinyaji. Nafikiri kuna jambo la msingi la kufanya. Uhuru tuliopewa, basi uhuru usipitilize. Sio unaelewa, uhuru usipitilize, na tusiwe na uhuru wa kambare. Kila mtu ana ndevu, kila mtu ana sharubu. Lazima fikie wakati, hii ni nchi. Tulinde heshima ya taifa letu, tulinde heshima ya watu wetu, lakini na sisi wenyewe pia tusivane maungoni. Kwa sababu leo ukiingilia uhuru wangu binafsi, ukiamini kwamba ndio na uhuru wa kujieleza, manake utakuwa umenikosea na nitakuwa na haki na wajibu wa kukushtaki. Sasa manake hapo tunaingia katika vita nyingine. Kwa nafikiri huu uhuru tuliokuwa nao, hebu tuheshimu basi. Haina maana kwamba kupewa uhuru wa kujieleza basi tuutumie vibaya kwa kuweza kumkashifu mtu, kuwakashifu viongozi. Si jambo jema. Nafikiri tutumie vizuri mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujiingizia kipato na kulinda maslahi mapana ya taifa kama vijana. Victor amezungumzia hapa swala zima la AI, kwa maana ya AI mmoja kati ya kazi ambazo inafanya ina generate content tofauti na content mbalimbali, si ndio bwana? Sasa AI sasa hivi vijana wamekuwa wakiitumia pia. Sasa hivi kuna aina nyingine ya kumtukana mtu, yani wanaitumia hii artificial intelligence, wana generate picha na picha mjongeo na picha zile ambazo ni still, kwa maana ya kumdhalilisha mtu. Unakuta kama ni mheshimiwa fulani, ni waziri fulani, mtu kijana katumia AI anamvua nguo, sio unaonekana labda anakimbia amevua nguo. Hii pia imekuwepo mara kwa mara, na ukizungumzia East Africa kwa ujumla, vijana wa Kenya wanaongoza sana kudhalilisha baadhi ya viongozi. Hii mnaisemaje kutumia AI pia hivyo? Yani nafikiri kwanza kuna moja ya changamoto ambayo naiona kwa ndugu zetu wa nchi jirani ya Kenya ni ule uhuru uliopitiliza ambao wamepewa na taifa lao. Kwa sababu ukiangalia vitu vingi ambavyo vinaendelea kwenye mitandao, inawezekana ikawa wa Kenya ndo wanaongoza zaidi kwa hivi kutumia hizo akili bandia. Sisi ama akili mnemba. Sisi tuna comment matusi. Kwa maana tunatoa maoni ya matusi. Wao wana generate content. Vitusi sio lazima uandike neno. Vizuri, nimekuelewa BK. Sina maana kwamba lazima uandike neno. Nimejaribu kutofautisha. Umezungumzia mambo mazuri kwamba mtu anatumia AI kwa ajili ya kukuvua wewe nguo, manake amekutusi. Ndio manake mimi nimetofautisha. Nisikilize sasa BK, mimi unajiuliza huyu mtu vipi? BK, mimi nimetofautisha matusi yanayotokana na comment, kwa maana ya maoni ndio Watanzania tunatoa, lakini wenzetu wanatoa matusi yanayotokana na AI generating content. Victor, karibu tumalizie hapo. Mimi kuna aliwahi kuwa mbunge wa bunge la Mabwanyenye pale bunge la Mabwanyenye. Yes, baraka bunge la Mabwanyenye pale Uingereza, Big Shot. Alisema kuna wananchi aliwagawanya wananchi katika pande kubwa mbili, kwamba wapo ambao ni subject na wapo ambao ni citizen. Wapo ambao wanajua haki na wapo ambao ni maamuma. Sasa tunapozungumzia kukua kwa mitandao, kukua kwa teknolojia, matumizi ya internet, sasa hivi tunazungumzia AI, au sio? Je, hizi changamoto tunaziona kwa nchi zilizoendelea ama tunaziona huku kwetu ambao wao ndio wamezianzilisha, kimsingi ndio waasisi? Tunaziona kwa kiwango hicho kikubwa ama tunaziona huku kwetu? Maana lazima tuwe na reference kwa kuangalia wenzetu wanatumiaje na sisi. Sio tu kusema kwamba kwamba uhuru huo walionao labda wengine, nani asiyetamani kuwa na uhuru. Lakini tunachozungumzia katika muktadha mpana ni kwamba wenzetu, nilikuwa nasoma ripoti ya Times, jarida la Times, nasema tangu imekuwepo AI, nchi kama China mapato yake yameanza kushuti. Mila nzuri. Maana yake wananchi wanaelimishwa namna gani wanaweza kutumia content ambao zinaweza kutengeneza fedha. Sisi vijana wetu wanaandaliwa kwa namna gani? Kwa mtu anaona kwamba yeye anajua AI, lakini anajua matumizi yake kwa namna gani anaweza kumletea fedha. Nani mwenye wajibu wa kuweza kumwelimisha huyo kijana kubadilisha mindset kutoka hayo tunayoyazungumza haya ni mabaya na kumweka katika mtazamo ambao ni sahihi wa kutumia mitandao ya kijamii kama fursa? Jarida la Bloomberg liliainisha New York City, umeelewa, eneo lile tu linachangia kwa kiwango kikubwa zaidi fedha. Sisi hapa
nenda, tuna mji kama Kilwa sasa hivi ambao ni mji wa kale, na mimi vizuri sasa hivi zipo filamu ambazo zinatengenezwa kwa kutumia AI, zina generate miji ya kale. Kwa matumizi sasa hivi ya miji asilia inakwenda kufa. Nani anataka kuangalia namna gani tunaweza kuhusanisha AI na mambo ya kugenerate income? Sisi tunazungumzia katika eneo ambalo ni naro zaidi, eneo la matusi, lakini tunatakiwa kuelimisha ili watu wafahamu, watatoka wenyewe. Sawa, asante.